Nataka nikufundishe uelewe ya kwamba Mungu amestation watumishi wake kwa ajili ya kuachilia baraka kwa watu wake. Lakini katikati ya watumishi wa Mungu ambao Mungu amewaweka wafanyike kuwa walimu, wawe viongozi, wasaidie kusanyiko la Bwana, katikati ya baraka zote ambazo Mungu ameziweka juu ya watumishi wa Mungu, watamke juu ya watu wa Mungu. Wako watu wa Mungu ambao kutoka kwa watumishi wa Mungu hawavuni baraka, wanavuna mabaya. Ukijua itakusaidia. Ndiyo maana nimekuambia nataka kuzungumza juu ya mema na mabaya kutoka kwa watumishi wa Mungu, kwamba Mungu anakukusudia mwanangu upate mema yatakayoongozwa na watumishi wa Mungu ambao Mungu amewastation mbele yako. Hilo halina mjadala. Lakini kwa bahati mbaya sana, wako watu ambao badala ya kuyapata mema ambayo Mungu ameyakusudia yaachiliwe kutoka kwa watumishi wa Mungu kwenda kwa watu wa Mungu, hao watu wanavuna mabaya. Natamani usiwe wewe katika jina la Yesu. Mithali 18:21. Angalia maneno haya. Biblia inasema nini? Ili ujue kuanzia leo vile ikupasavyo kuvuna baraka badala ya kuvuna mabaya, kuvuna neema na usivune laana kutoka kwa watumishi wa Mungu, kuvuna neema na usivune laana kutoka kwa watumishi wa Mungu. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Mauti na uzima unaweza kuviaccess kutoka kwenye ulimi wako. Unaweza kuaccess mauti, unaweza kuaccess uzima. Kwa lugha nyingine, mbele za watumishi wa Mungu unaweza kuaccess baraka, unaweza kuaccess laana, unaweza kuaccess uzima, lakini unaweza kuaccess magonjwa kutoka kwa watumishi wa Mungu. Kwa nini uwe mmoja kati ya watu watakaoambulia mabaya kutoka kwa watumishi wa Mungu, wakati mpango wa Mungu ni wewe uambulie mema kutoka kwa watumishi wa Mungu?